Mnamo jana ilikuwa tarehe 5 muda wa saa 3 usiku. Nilikuwa nimetoka nyumbani naenda kwenye huduma ya M-Pesa. Nafika pale nikahudumiwa. Nilivyohudumiwa basi katika kunania hapa nikawa narudi baada ya kunania kwa sababu ilikuwa tushachelewa sana. Tukawa tunarudi na ule mhudumu wa M-Pesa. Basi tulipofika njiani tukaongozana naye mpaka nafika yeye anaelekea nyumbani na mimi naenda nyumbani. Kabla tujafika nyumbani njiani yani kukaribia na nyumbani kwa ule mdada wa M-Pesa. Basi tukakuta kuna watu ambao wana mapanga. Wana mapanga, tukawa naona kwa mbele tumeona kama watu 4 wana mapanga. Lakini sasa nyuma tulikuwa hatujui kuna nini. Bado kwa shangaa watu wa mapanga mbele, wana mapanga na marungu, hatukuelewa sababu nini. Lakini sasa tukawa tumetulia tuelewe kinachoendelea. Tukawa tumetulia, ghafla wanakuja kutuvamia. Mimi nikarudi nyuma. Rudi nyuma, nageuka nyuma tena nakuta kuna wengine tena kama 2. Sasa wale 2 nyuma wakaanza kunivamia, kunipiga sana na marungu. Nipiga na marungu basi. Mimi nikajitahidi kuizuia yale marungu. Kumbe nia yao ilikuwa sio mimi. Nia yao ilikuwa ni kumkamata yule dada ambaye ana nini? Ule mhudumu dada mhudumu wa M-Pesa. Basi mimi nilikuwa nimeshapigwa, nimepigwa, nimelala chini, ndio akamfuata yule dada wa nini wa M-Pesa kumnyang'anya begi ambalo analo. Naye akampiga. Bahati nzuri tunapiga kelele kwa sababu ilikuwa ni usiku, hamna mtu alifanyaje aliyetoka, lakini baadaye watu wakawa wametoka kusaidia, lakini nilikuwa tayari tushachelewa na wale watu wameondoka. Ilikuwa ndio hilo. Basi na mimi nikawa nimeanguka pale, nimeinuliwa pale, kupelekwa hospitali kuinuliwa pale, watu kunisaidia. Basi wenye kunipeleka hospitali ndio wakaja kunichukua kunipeleka hospitali. Unadhani ilikuwa ni usiku wa saa ngapi? Ilikuwa saa 3, yani saa 4 kama kasoro hivi. Saa 4 kama kasoro hivi. Na walikuwa wanakupiga marungu sehemu gani? Walikuwa wananipiga kichwani. Lengo lao ni yani kwamba lengo lao ilikuwa ni kunizoofisha mimi ili wamuai yule dada. Na mimi kwa haraka ninavyojua, inawezekana pengine walijua situation zangu ni zipi. Kwamba huyu mpaka wamejiandaa kwa kutumia marungu nini, na maana hata leo kwamba huyu aliyepona pengine ni askari. Sasa kama ni askari inabidi twende kutumia nguvu kidogo. Basi ya kwanza ni kwenda kunivamia mimi, kunikimbiza mimi ambao tayari wanizoofisha mimi ili wamkamate, waende kirahisi kumkamata yule dada. Na walivyofanikisha basi wakaniacha mimi kwamba nimeanguka chini, ndo kumfuata nani? Kumfuata yule dada. Sasa ndo kwanza kumpiga naye, kuchukua begi na kuondoka. Ni tendo wale waliofanikisha ndo wakaondoka. Kwa kana shida nyingine wakaondoka. Walikuwa watu kama wangapi? Wale walikuwa nyuma yangu walikuwa 2. Ila nilioona mbele walikuwa kama 4 ambao tuliwaona kwa macho mbele. Ili kabla sijarudi nyuma sasa kugeuka kwamba niweze kujisave, ndo naona kuna wengine nyuma ambao tayari wana target mimi. Umeona? Ina maana niliona mimi kwenye macho yangu walikuwa kama 6. Walikuwa kama 6. Ina maana 4 ambao nimeona mbele, 2 ambao tayari wapo nyuma ambao tayari washani target mimi. Sawa, na hayo majeraha ni marungu au mapanga? Majeraha ni marungu. Kwa sababu ilifika kipindi wananipiga ile kwamba kunishambulia, anapiga hivi, anataka nipige kichwani. Sasa mimi na punch. Nataka nipige kichwani na punch. Umeona? Baadaye sasa inabidi wafanyaje, watumie njia kama yani kutumia nguvu sasa kwanza kunifanya kama nawashinda. Watumie nguvu kama kufanya kunisukuma. Kunisukuma pale ndo nikagusa upande wa kwenye ngazi pale. Hapo kwenye ngazi hapo ndo kuanguka chini. Ndo huyu mmoja akaniwaya akanipiga hapa. Akanipiga na ile longu. Ndo kuanguka chini. Walivyoona tena nimeanguka sasa ndo wanamkimbilia udada ambao wanataka ili wafanikishe lengo lao. Lakini mimi ilikuwa ni kunizoofisha ili nisifanyaje? Nisiweze kumsaidia huyu udada. Na kweli walifanikisha. Na kitu kwa nini walifanikisha? Kwa sababu ilikuwa sijui chochote.
Ina maana ilitokea ni hama. Yaani kitendo kama dakika 3-4 hivi. Sijui chochote. Walikuwa wanazungumza nini? Hawajazungumza chochote, ni vitendo tu. Unafanikiwa labda kufahamu sura zao au ni watu ambao unawafahamu? Hapana. Labda wenyewe wanaonekana wananifahamu kwa sababu unajua tena hapa vijana ni wengi. Labda mimi wananifahamu lakini mimi siwafahamu. Na dali tu ina maana kama wananifahamu, ina maana kama wameweza kutumia yale malungu na madali tunafahamu kwamba huyu ni nani, ni askari. Kwa hiyo lazima tujipange. Umeona? Lazima tujipange na kwa sababu ingekuwa yupo peke yake, nadhani wasingetumia nguvu. Lakini wametumia nguvu wajua kwamba huyu lazima tuende tumejipanga. Na walivyoweza kunimudu mimi tu ndio wakafanyaje? Wakaweza kumudu dada. ITV Super Brand Afrika Mashariki.